Wewe pita hivi mshamba nini wewe? Mbona mwanangu yani umedevela yani umediachia nini? Yaani mpaka sehemu zote zinacheka mwanangu. Vipi mwanangu? Sema dogo na zingua mwanangu. Sema nyinyi sasa mimi nikisema mbaya. Nikisema mzee mwache pombe mbaya. Sasa sema nyinyi. Unamshangaa. Kwa hiyo kwamba hauna msaada utusaidie vizuri. Kwenda huko mbo. Mimi nakwambia mwana wako hapa. Mama. Twende msibani. Kwa hiyo kwamba hauna msaada utusaidie vizuri. Kwenda huko mbo. Mimi nakwambia mwana wako hapa. Unashangaa nini? Mumeona mwanao lakini. Yaani Mungu kanipa watoto, kanipa darasa. Wewe mwanetu kavipi tezetu? Nini kisoma? Mwangalie mwanao. Yaani hakuna msaada wote hata kama naumwa. Msaada siuoni kabisa. Yaani wenzangu wamezaa watoto wenye akili na kujifikiria lakini sio mimi. Mimi hamna. Mimi yaani sina mengi. Sielewi kabisa. Mimi kaka yao sina mengi. Kuanzia mkubwa, mdogo mpaka wa mwisho. Hawaeleweki. Wanige mimi. Sina mengi mkubwa. Lakini watoto wanalea asubuhi. Mimi sina mambo mengi. Mungu wangu. Wanaita tuzetu. Achana na dada yako, achana mimi mkubwa wa shamba tuzetu ndichi mwanetu. Twende ndani. Hapa twende ndani. Mimi mkubwa nampeleka mwanao. Shamba. Sasa kaje kwa mzito huyu. Au sasa nambeba mzeka mpaka maisha yako yanaona. Tume baba mwana. Sasa unamwona mwanao. Wewe mwenyewe mkubwa ujielewi, alafu huyo mdogo atajielewa vipi? Mimi sijielewi. Sina mambo mengi mimi. Mimi nampeleka mwanangu ndani. Mimi kabisa. Yapoje? Umemwona mwanao? Baba baba angekuwa hai. Achana na babako. Umemwona mwanao? Hamna kitu hapa. Sasa mambo mengi. Mungu wangu. Sasa tuliache mwanangu. Watoto wanakutana kama sasa tundi. Lichi. Shida wapi? Sio ubaili ndugu yangu. Mwenyewe sikuelewa kama inaharibika. Unajua emergency. Sasa hii nasema ndugu yangu, hii sio kama binadamu. Umezidi. Wewe spoko unashinda kubadilisha basikeli siku zote. Sijajua mimi pale imeharibikaje sielewi maana. Inakupa ugali takao ile. Kwa maana nileta kwa fundi. Sema jua linachoma huko anakuambia utoboi. Jua linawaka sana sasa hivi. Sasa jua kali. Nakwambia. Ukuta muda mwingine naye basikeli muda wote yani unashinda kuikarabati kuweka hata stoku. Hapa yangu spoku mbona lazima kabisa. Hapo nzima hii umeona spoku hiyo ndugu yangu na wewe. Labda nakumbua kabisa. Angalieni zilizoharibika hizo kama basikeli hapa na yani. Jamani watu wanakutumia basikeli muda mwingine mnatupa tabu mafundi. Sasa ndugu zangu ni kila basikeli ikiharibika kidogo tunapeleka kwa fundi. Sasa kama hivyo wewe imeisha hii. Basi angalia stoko zile. Baadaye mbwa zinalala, mbwa zinalala. Zilizo katika uweke basi. Unajua kitu lazima kiharibika, lazima kitengenezwe. Sasa hii mara ya mwisho. Sasa hizo ukiniletea basikeli naweka ndani. Sasa wewe vifaa vipo hapa kibao. Cheki kwenye mzinga hapa. Umeona basikeli anacheza ndugu yangu. Nayo umaskini umezidi ubaili. Sio umaskini. Sasa sikilizeni.
Unatuumiza mafundi. Kama unaona imeharibika wewe tengeneza hapo kija kusoma bili mambo yanaenda. Kwani shida nini? Ona mzigo. Sema tafanyaje? Chuma ina magantele. Ishakuwa magumu jamani. Yaani maisha sasa yanakuwa magumu kweli kweli. Kama juzi nimeenda kwa jamaa mmoja hapo hivi. Bwana nimerudi kavu, hamna maajabu. Alikuwa amekuitia kazi. Unaona sasa. Angu jao. Hapo unajua nini? Kuna jamaa kanipigia simu kuna mchongo. Ila mchongo wenyewe mbali kidogo. Maana kapigia mchongo wa hela maana. Mchongo wa hela. Yaani ukishazungumzia mchongo ina maana ni mchongo wa hela. Wapi? Ila ni mbali kidogo, sio mazingira haya. Sasa mara umbali ndugu yangu tu unazungumzia umbali watu tushakaa kijiweni pakavu namna hii. Yaani unamaanisha mchongo wa hela. Mchongo wa hela, yani kuna kampuni fulani hivi. Kwa maelezo aliponielekeza kwamba kwa baadaye anaweza kanipigia simu. Ila nipe maelekezo lakini mchongo ndio huu. Kama tutakuwa tayari kila kitu kikitiki tunaondoka kama mko tayari. Dogo ni kulaku hapa. Dogo ni kulaku hapa. Nakabaka bana pora pa. Dogo ni kulaku hapa. Wawe ile sisimwe ule ukapita kwenye anga zangu mwenyewe nikampole simu. Subiri kwanza nitakupigia. Mwizi! Twende msibani. Mwanangu mimi naona wewe kama unachelewa au kama vipi nigie mimi hizo namba. Ni utafute mimi. Sasa wewe na haraka sasa utaanza kujitambulisha tena kati mimi namba ninazo. Maisha magumu mwanangu. Sasa kama umetangaza dili, takiwa yani, unajua tena. Au unataka uende peke yako mwanangu? Maana wewe ni staili zako baadaye. Wewe unajua mimi familia mchongo pia. Mimi sijawahi kufeli kuacha. Yaani sijawahi kiufupi sio mchoyo wala kati. Ila sio kama mchongo ule tuendaje kule ule. Mapogoro. Mchongo ule, mchongo jao ule mwanangu. Mchongo gani mwanangu umeenda kulimia matairi ya trekta si majembe gani yale baba? Uwanja huko? Wewe jembe la trekta hiyo umeweka mpini wanatoboa mpini jembe lile la trekta wewe ungiambo tu. Sasa ndugu zangu ni changa. Kule ushachoma kule bwana na wewe. Chuma tayari. Tayari. Chuma tayari. Sema nini? Upepo yani upepo zinatosha au bado? Mbona mzigo? Ganga jiwe. Kwa nini mnasemaje kuhusu? Mimi baridi. Baridi. Kusomo la mchongo maana yake tunatoka muda wote. Mimi baridi yani. Jomba vipi? Funguka sasa. Hapo kwa mimi hapo itakuwa ngumu kidogo kwa sababu mimi hapa nyumbani huko. Ushaanza nyumbani mimi. Shida bwana. Ashida kuacha shemeji. Anawaza shemeji. Hamna, sio hivyo. Nyumbani kuna mtu anaumwa. Nani? Acha. Shemeji yenu anaumwa hapo ukiangalia. Ndio nimetoka kumpeleka hospitali nimemtoa juzi. Sasa leo yale Abduli nikitoka tena sitakuwa kama dharau. Baridi sisi tunapita. Sema tusije hapo ukafika tena kibarua. Sema nini? Sikilizeni. Kama mkienda huko, ila sio kama mkienda. Nyewe mkienda huko, mimi nitawacheck mambo yakiwa fresh na mimi nitatokea. Sema sisi hatuwezi kumtenga. Sisi tukifika kama uko tayari na kupostia hata nauli shemeji kidogo na mwachia mazingira. Hiyo imeisha sasa. Mimi ndo napenda hivyo sasa. Hivyo shughuli zako. Sio unarudi hapa kibarua sugu. Fanya mpango hata wa buku. Hamna bwana. Tunaona makavu. Nakula ugali wa umbo wewe ulishika chuma hii hapa tayari. Sasa sikia. Hapo bili nitakutumia kwenye simu. Ushaanza. Sio nishaanza. Wewe ungenipanga mapema sasa. Hapa simu mimi sijatembea nayo. Tunajua sasa hivi. Basi kwa muda nibadilishie. Sema nini? Nyie ndugu zangu siwezi kumdhulumu. Jua kali ile ndugu yangu. Ndio jua kali. Sasa sikia. Nitakutumia wewe au nitamwakishia wewe? Au tu na kwangu.
Wewe tuma kwangu. Tuma kwangu tu. Sasa mnanichanganya sasa, sielewi namtumia nani. Wewe basi huyu atumia Airtel ni Voda huko M-Pesa hapo tu. Wewe tuma huko kwangu, mambo yanaenda bien. Poa, baadaye tuma kwangu ile 89 hiyo. Haya, poa. Fanya hivyo basi unyama. Uhakika. Inyanyue basi fundi kama unapenda kudeka mwanangu wewe. Sio kudeka, si unajua leo hapa chukua hapa mzigo umeona? Hii kanyaga gia. Chuma ya fundi sio? Chuma ya fundi ile. Hapo. Wewe, unyama. Hapo unyama. Upo na Anita Matonya. Bwana. Waweka huko. Hapa mwanangu unagea huo mchongo au vipi? Kwanza kwa wenyewe unavyoona mtulia, yani hata basikeli yenyewe. Sasa bwana mikazi yenyewe kuchafuka kutwa nzima mioili kibao afu yenyewe yani. Salamu. Sema fanya mazingira mwanangu. Tunatoka. Hiyo hakika. Live. Mimi jamaa wangu yule, mimi namjua. Yaani kisha nipata mchongo. Hajai kufeli. Baridi. Sio kama mchongo wa Wanji mwanangu. Wanji kule utayo. Kama tumekonda babu, angalia ndio. Sio poa. Jamaa anakuambia ukiweka maji anakaa hapo. Sema safi basikeli yenyewe. Jamaa akazidisipa. Endelea baadaye. Magulu wa ukaya. Magulu. Nini shida sasa? Chimba hapo mara moja. Haya na chimba. Wewe Kishanta. Nimekwambia sogea hapa, njoo hapa. Sasa biashara gani kuitana sasa hizi ya majua kali? Njoo hapa. Wewe unielewe? Wewe mwanangu zuchu nini? Haya mteme kijiji na kuja. Haya maisha. Oya. Oya mwanangu unataka kukimbia ni? Wewe kinega, nimekwambia njoo. Wewe mwanangu zuchu nini? Mimi sio zuchu bi Diamond. Koti kama muuza uyoga hivi. Umeshaza biashara zako za pumbavu. Mwanangu kama mwanaume. Wewe tuuliza mshono sogea hapa. Sasa kama unajiandaa kukimbia sogea hapa, mazingira hapa. Haya nimeshafika hapa. Mimi nakuogopa mtu akubali na kodi aibu hapa. Aibu unamwona nani? Ngoja nikupigie mara moja kwanza. Naona akili yangu hajanikalia vizuri hapa. Nikuashi. Wanasema bangi haramu, wewe ngani tuna bangi yako. Hai. Ndio maana serikali inazuia bangi haramu. Hai. Gari imewaka. Hebu lete. Wewe. Nataka chomeke mimi kwa mama Taluma shambani kule, kwa mama Taluma. Chimba mchafu nataka nisepe hapa. Mwanangu unanielewa? Kwani wewe vipi? Biashara gani bana hii? Chimba chapu. Mimi sina kitu ya jambazi. Tembea boya vipi? Piga goti. Nenda chini. Kwani mpana nini wewe vipi lakini? Nenda chini. Mimi mwanaume unajua wewe mwanamke. Nitakusimamishia wewe. Kwa mtu mwenye zuti, mtu mwenye mchumba tu unamsimamishia nani? Kwa mwanangu. Huyu mwanamke au mwanamume? Mwanangu anatembea boya boya. Mwanaume mbona hata una kitu hapa? Mimi mwanaume lakini kitu si hiki hapa. Kwani si kitu hiki? Hai. Kazi kwako asante sana. Hai. Mwanangu mbona zingua wewe? Yaani unatembea tu wewe mwenyewe tu. Huna hata kitu. Wewe vipi? Kitu ninachosiki hapa. Kinega. Kitu si hiki hapa. Kwani sio kitu hiki? Unafuga ndevu tafuta kijaka cha ndege.
Sasa ng'ombe sina, kuku sina, mbuzi sasa bwana nifuge ndevu tu. Kwa utafuka marehemu babu yako. Mzee Tulanga. Nenda kusema kwa mama. Oya mwanangu. Mchome ndevu nini? Ndevu. Ndevu. Indiana. Kwa chizi hivi. Indiana. Chapa. Kaza mwanetu. Mwanangu, chapa. Piga sasa. Napiga. Nafuta. Leta hapa. Unajua napatikana kirahisi. Tumia hata 100 huko. Naomba kofi yangu. Hebu shika. Ya dunia mengi. Unataka nikope nini? Usikati bana, ndio silaha yangu mzako. Indiana. Indiana. Yeah. Kaza mwanetu. Enter the convicts, or respect to the drive. So not the gate to the system. So come back to the music, Indiana. Go. Indiana. Waiting from Miami sailing. So many lights for our faces. And every ways we failing. And everything that we doing. No man them's one time doing. But I'm still with you Monday. After that's how we Monday. No way to all of them. You got peace, you were over. Let me take it with that do one. Take it with that one.